Yes, mtazamaji wa JNR Mtita TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo. Karibu sana tuzungumze soka. Leo niko na Dominic Salamba hapa, sisi tukiwa wawili, wewe ni watatu, ambaye pia unaweza kuachia komenti yako hapo, na tunapewa udhamini mkubwa sana na JNR Mtita Unisex Saloon pamoja na Brand Hotel. Nyuma kamera yuko mwenzangu Stani ambaye anahakikisha kila kitu iko vizuri kabisa. Dominic Salamba, habari wewe? Mimi niko vizuri kabisa, sasa kwako. Mimi niko vizuri kabisa, na nimekutafuta hapa tuzungumzie michezo ya kimataifa kwa upande wa Young Africans pamoja na Simba Sports Club. Na tayari tukianza upande wa Yanga, wamesafiri. Siku ya kesho watakuwa na mchezo wa hatua ya pili, hatua ya kwanza, tuseme mechi ya pili kwenye hatua ya awali dhidi ya Silver Strikers. Kwako unategemea utakuwa ni mchezo wa aina gani? Nafikiri ni mechi ambayo watu wengi wanaipa nafasi Yanga. Na kwa nini wanaipatia nafasi Yanga? Tutaangalia background, ekipa utaangalia experience, ekipa utaangalia ukubwa wa hizi klabu mbili ambazo zinakutana, lakini pia ukija kureflect na ligi ya Malawi. Ukiangalia Silver Striker ni timu nzuri Malawi kwa siku za karibuni, sio timu kongwe, lakini pamoja na uzuri wake uwezi ukailinganisha na Yanga kwa maana ya uwekezaji wake, uwezo wa mtu mmoja mmoja, lakini pia hata na malengo. Kwa hiyo ukiangalia ni mechi ambayo Yanga analazimika kuweza kupata matokeo, na kubwa zaidi ukiangalia ni baada ya Yanga kumchukua kocha msaidizi ambayo ni miongoni mwa makocha wakubwa katika nchi ya Malawi. So ukiona kocha mkubwa ambaye alikuwa yuko national team anakuja klabu ya Yanga, alafu anakuja kuwa kocha msaidizi, maana yake Yanga ni miongoni mwa timu kubwa kwa siku za karibuni. Kwa hiyo nafikiria ni mechi ambayo tunakwenda kuiangalia Yanga itakwenda kufanya nini ili kuweza kupata matokeo na sio kwenda either kuitafuta sare au kuweza kupoteza. Kwa mechi kama hii Yanga anataka kupata matokeo zaidi. Mechi ambayo Yanga anawajibika, analazimika kupata matokeo. Kinyume na hapa, maana yake lazima tutakuwa tuna vitu vingi vya kujiza, kwa sababu ni timu ambazo mbili zenye uzito wa aina tofauti. Kwa hiyo ni mechi ambayo Yanga anakwenda kulazimika kwenda kupata alama, na sio alama tu, kuweza kuona kwamba akishinda katika ushindi ambao watu wengi watakwenda kulifika nao, kwa sababu tutakuwa tunaangalia level ya Silver Strikers na level ambayo Yanga uko nayo kwa siku za karibuni. Waangalia labda wapinzani wa Young Africans, Silver Strikers, ni mambo gani ambayo pengine kwa Yanga anaweza kuwa ni surprise kwa? Siku zote yani ni mechi ambayo Yanga watakwenda kujisurprise wenyewe. Yani sio mechi ambayo Yanga anatakiwa atumie muda mwingi sana kuweza kuangalia ubora wa Silver Striker. Isipokuwa Silver Striker wanatakiwa atumie muda mwingi kuweza kuiangalia Yanga, maana Yanga ni first team na Silver ni second team. Kwa hiyo siku zote second team ndio inakuwa na wajibu mkubwa kuweza kuona ile timu kubwa nini ambacho inafanya. Unaweza kuona hata ambavyo Yanga baada ya kuingia Malawi, watu ambao wanaweza kuipokea, mashabiki kuanza kwamba ni timu fulani ambayo kubwa ambayo Yanga walikuwa wanaisubiria kuweza kuiona. Kwa hiyo ni mechi ambayo katika mikono yote inatakiwa Yanga ndio haweze kwenda kupata kitu tofauti ambacho tunategemea kutoka kwa Silver Strikers. Dominic Salamba, ujio wa Patrick Mabedi ndani ya Young Africans, pengine kuna kitu kinaweza kwenda kubadilika katika uchezaji wa Yanga vile ambavyo labda mashabiki wategemea? Yes, of course, kwa sababu kwanza ni mwalimu mkubwa katika ukanda huu wa kusini mwa Afrika. Ukiangalia CV yake, kipi ukiangalia experience ambayo yuko na elimu alionayo na maeneo ambayo ameweza kupita. Ni mwalimu ambaye ni mwalimu mkubwa, lakini pia aina ya mpira ambao Malawi amekuwa kiuishi miongoni mwa nchi ambazo zimekuwa zikiamini katika total football, kwa maana kwamba umiliki wa mpira na wamekuwa ni wepesi wa kuweza kuibua vipaji. Kwa hiyo ni kwamba anakuja kuiongezea Yanga utulivu na kuweza kurudisha katika aina yake ya mpira, kwa maana ya kuweza kuposesi na kuweza kushambulia kutokea nyuma. Sasa tukiangalia kwa Falls, labda tukimix na Mabedi aina ya uchezaji, tunaweza kupata kitu bora zaidi kwa Young Africans ambacho tofauti labda na mwanzo. Very sure, ingawa sio kwa haraka. Ukiangalia wale wameingia hana hata wiki mbili. Kwa hiyo usitegemee kuona pakawa na mabadiliko makubwa, kwa sababu ni lazima kwanza afike, na yeye sio kocha mkuu. Siku zote mwalimu msaidizi yupo kwa ajili ya mwalimu mkuu, kwa kocha mkuu. Kwa hiyo kocha mkuu ndo atakuwa anampa nafasi, kazi yake ni kushauri. Kwa hiyo mabadiliko yatakwenda kutokea, lakini si kwa haraka kiasi hiko, ingawaje unaweza kwenda kuiona Yanga ikibadilisha aina ya uchezaji kutokana huo ambao alikuwa na mwalimu Falls na kwenda kwenye mpira ambao watu wengi walikuwa wameuzoea na kurudi katika rhythm ambao walikuwa nayo. Na tukiangalia kwa upande wa Young Africans, wachezaji labda kama Pacome Zouzoua, tumeona katika kufuzu World Cup ni moja kati ya jina ambao limetajwa sana. Labda hii kwa Silver Strikers wanaweza wakaichukulia tuseme kama userious mkubwa Young Africans katika mechi yao maandalizi kutokana na CV za wachezaji wapinzani wao ambao ni Yanga. Yani sio tu Pacome, ukiangalia CV za nyota wengi wa Yanga profile zao ni kubwa. Utazungumzia kina Diarra na wachezaji ambao sio rahisi kuweza kukuta Malawi.
unazungumzia watu kama wakina Dumbia, unazungumzia watu kama wakina Andy Moeli, unazungumzia wakina Max. Kwa hiyo wana kikosi ambacho kimesheheni nyota ambao timu yoyote ya Malawi ingetamani kuwa nao walau siku moja katika ligi yao. Kwa hiyo kwenda tu kwa Yanga Malawi maana yake ni kama utalii umefika Malawi, kwa maana kila mtu anatamani kuweza kuona kwamba nini ambacho wanakifanya kwa sababu ya ukubwa, lakini na kile ambacho wanacho, na nyota wao wengi wapo kwa timu zao za taifa ambazo zinafanya vizuri. Hata bado kagalo kina Abuya na wengine. Nilikuwa nafikiri ni kama Yanga wameenda kufanya tour na wa Malawi wanakwenda kufurahia kuweza kuona utalii ambao umekuja nyumbani kwao. Viongozi wa Yanga, jambo kama hili, labda timu inapokelewa kila sehemu inapoenda na mashabiki, inaweza kuwa deni hasa katika michuano ya kimataifa, kutegemea mashabiki zao kuendelea kuiona Young Africans ikifanya vizuri mpaka kufika hatua za mbali. Sio deni, ni kipindi cha wao sasa kuweza kutafakari na kuweza kufungua milango ya kibiashara, kwa sababu unapoona unakwenda nje mpaka Tanzania na bado kuna watu ambao wanaitamani na kupenda brandi, manaki na kulazimisha wewe sasa kuweza kufikiria nje ya box, kuweza kuona namna gani sasa ambavyo unaweza ukavuna au ukaingiza kupitia watu ambao wako nje ya Tanzania. Tuliweza kuona wakiwa na matawi Kongo, wakiwa na matawi South Africa, wakiwa na tawi USA. Kwa hiyo ni wakati wa kuendelea kujitanua na kutumia hiyo fursa, kwa maana tayari pana mashabiki, pana watu wengi, lakini isiwe tu kwenye kusajili wanachama, kufikiria namna nyingine ya kuweza kunufaika na mashabiki ambao wapo kwenye nchi nyingine, baadaye muweze kutengeneza kipato. Ninachokiona nilizungumza miaka mingi nyuma kwamba na kwenda kuiona Yanga ikienda kuakisi kwa jina la Da Yanga Africans, kwa maana kwamba ni timu ambayo imekuwa ina nguvu kubwa nje ya Tanzania, na ambao walikuwa mtengeneza jina hawakutengeneza tu kwa maana ni jina. Kuna kitu ambacho kinaonekana kipo katika klabu hii ambacho nakiona kinakwenda kutokea sio muda mrefu, inaweza kama miaka 5 miaka 10, lakini ipo siku itakuwa ni miongoni mwa timu ambazo zina mashabiki Afrika nzima. Hii ni timu ambayo itengenezwa kipindi ambacho nchi nyingi za Afrika zilikuwa hazina uhuru, zilikuwa zinapambana kuhakikisha kwamba waweza kujikomboa, lakini pia ukiangalia miongoni mwa wasio nchi yetu walihusika kuweza kutafutia uhuru kwa baadhi ya nchi, na ninaamini kwamba baada ya miaka ijayo kadhaa tutakwenda kuiona ikiwa ni timu ya Afrika, kwa sababu ndio timu ambayo jina lake limekuwa likiakisi Afrika. Na ndio leo ukitoka ukienda Kenya unaweza kuona nguvu ya Yanga, naenda Kongo, naenda Rwanda, naenda Burundi, leo hii tumeona South Africa nguvu yake ilikuwa nayo, tumeona Malawi, kesho tangazi Zimbabwe. Kwa hiyo taratibu wanaendelea kufanya vizuri, na wanavyozidi kukua na kufanya vizuri katika michuano ya Afrika, maana yake sasa wanazidi kutanua wigo wa kuweza kufahamika na kuweza kuwa sehemu ya mapenzi ya watu kutoka Afrika. Kwa hiyo naiona hiyo fursa kaenda kutokea na kwenda kuwa miongoni mwa vilabu vikubwa ambavyo vinatokea Afrika na vikao vina mashabiki wa Afrika nzima. Kwa nafasi ambayo yuko sasa Engineer Harris hivi sasa, tukiona Engineer Harris kama mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika, lakini pia mjumbe wa kamati ya mashindano FIFA upande wa vilabu kwa wanaume, na tukiangalia ukaribu na watu ambao wamepata mafanikio kwenye soka, tunaona kama rais wa PSG, mtu wake wa karibu, lakini pia makamu wa rais wa CAF, rais wa Berkane, tunaona pia rais wa CAF mwenyewe ambaye anamiliki Mamelodi. Hao wote wana mafanikio hata kwenye vilabu vyao. Pengine naweza kuiongezea kitu Young Africans na tukaiona kwenye level hiyo siku moja, labda ubingwa barani Afrika, au kuna kitu kikaongezeka kwa Yanga. Yes, of course, nafikiri unachokizungumza nilishaka kukizungumza kwenye nyuma. Ujue mara ya kwanza alipoanza kupenetrate na kuingia katika midani ya soka la Afrika, akaenda Europe, kuna watu walikuwa na dhihaki na kuona kwamba zilikuwa tu ni sehemu pengine ya kutafuta sifa, lakini kumbe alikuwa na maana kubwa sana katika mpira wetu, si tu kwa yeye mwenyewe, lakini pia kwa klabu, lakini pia na kwa nchi, kwa sababu utamzungumzia Engineer Hersi, lakini kiwa unapomgusa ampata hiyo fursa, kwa sababu ni kiongozi wa klabu moja hapa ambayo iko Afrika, ni klabu ya Yanga ambayo iliweza kumtambulisha na baadaye akaweza kuwa mwenyekiti wa vilabu. Maana yake usingeweza kuwa mwenyekiti wa vilabu kama una timu ambayo unaiongoza. Lakini pia amezidi kwenda mbali na kuweza kufungua milango katika soka la kidunia, kwa maana uko FIFA. Tayari unakwenda kuitangaza nchi yako, unatangaza klabu yako, lakini pia na yeye mwenyewe anazidi kukua katika career yake ya uongozi katika swala zima la mpira wa miguu. Kwa hiyo na kwenda kuona kwamba taratibu akienda kuitangaza Afrika kama sio Tanzania, lakini pia namuona akija siku moja kuja kuwa miongoni mwa watu wakubwa na mashuhuri katika mpira aidha wa dunia au mpira wa Afrika, na mafanikio hayo si tu yake peke yake, maana yake anakwenda kuakisi si tu kwa Yanga peke yake, kwa vilabu vingi
ambavyo vinatokea Tanzania. Kwa hiyo unapokuwa na mtu kama huyu ambaye Mwenyezi Mungu amempa huo uwezo wa kuweza kukubalika, ushawishi na kuweza kuwa kivutio kwa watu wengine, maana yake ni kitu cha kujivunia kwa upande wa Tanzania. Kwa hiyo tumchukulie Engineer Hersi si kama tu ni rais wa klabu ya Yanga. Tumchukulie kama ni mtu ambaye amepata nafasi au kibali mbele za Mungu za kuenda kuiwakilisha Tanzania katika medani za kimataifa. Leo huyu kimzungumzia mtu kama Bwana Samata, umzungumziti kwamba acheza Simba, akaenda pengine TP Mazembe, akaenda Genk, kuna mzungumzia miongoni mwa mashujaa wa soka la Afrika ambao tumeweza kuwa nao katika miaka yote, na ameweza kuwa role model kwenye baadhi ya watu. Kwa hiyo ule uwezo ambao alikuwa nayo ndio hiki ambacho nakiona kwa upande wa Engineer akienda kung'ara katika medani za kimataifa na kuifanya Tanzania pia iweze kung'ara na kuweza kufanya either wachezaji, vilabu au mtu mmoja mmoja na wenyewe kuweza kupata fursa kupitia, kwa sababu tayari ametengeza PR kubwa katika medani za kimataifa. Bwana, bado tuko na Dominic Salamba hapa. Pointi ya msingi, comment yako ni ya muhimu sana kwa hiki ambacho tunakizungumza hivi sasa. Lakini nitoe shukrani za dhati sana kwa wadhamini wetu ambao ni Brand Hotel kutokea pale Kisasa Dodoma, mtaa Nyumba 300, ndipo ambapo wanapopatikana Brand Hotel. Fika pale kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali. Unapofika Dodoma basi chague Brand Hotel kwa ajili ya kupata accommodation nzuri kabisa, viwango tofauti tofauti, ikiwa bei pia tofauti tofauti, lakini pia chakula kizuri, African food pamoja na international food. Brand Hotel utapata hapo. Lakini pia kitu kizuri, pia wana kumbi kwa ajili ya mikutano mbalimbali, pia wana baa kisasa kabisa ambao unaweza unaburudika. Weekend tayari imeanza na tunafahamu weekend wana utaratibu wa pool party. Kwa hiyo ukifika Brand Hotel weekend hii utaweza kuburudika na kuenjoy zaidi. Tembelea ukurasa wao wa Instagram kwa ajili ya kuweza kuona mambo mazuri, huduma bora kupitia @brand_hotel. Wanapatikana Dodoma, mtaa Nyumba 300 Kisasa pale. Lakini pia udhamini mnene sana tunapewa na J&R Mtita Unisex Saloon, ambapo tunakukaribisha katika matawi yetu yote ambayo yanapatikana Dar es Salaam. Fika katika tawi ambalo lipo karibu yako kwa ajili ya kuweza kujipatia huduma bora kabisa. Tunanyoa mitindo yote ya nywele kwa wakaka na wadada kwa shilingi 2000 tu za Kitanzania, halafu kuosha ni bure kabisa. Lakini pia kuna huduma nyingine kama kupaka black au kupaka wave, wanapaka bleach, purple na huduma nyingi sana kama kufanya scrub, steamer, facial, pedicure, manicure. Lakini tunapozungumzia unisex pia kuna huduma mbalimbali. Yaani hapo unisex ni kwamba huduma za kike, huduma za kiume. Kwa hiyo wanasuka mitindo ya nywele aina yote, pia wanatengeneza kucha, wana bonding, wanashonea weaving, lakini pia wanapaka makeup. Kwa unaweza kuweka order pia kama una sherehe kwa ajili ya kuweza kupata huduma nzuri kabisa. Fika Buguruni Rozana pale mkabala na kote za polisi. Lakini pia kama uko maeneo ya Mbagala, uko maeneo ya Wasibu, Temeke, tuna matawi mawili. Temeke Sudani pale kuna kwenda Tandika, na pia pale Mtoni kwa Azizi Ali mkabala na zahanati ya Mtoni. Kwa wakazi wa Kigamboni unaweza kufika pale Kibada shule mkabala na shule ya msingi Kibada, au Mikwambe Mali Asili Kigamboni pale ambapo pia pana saluni ya kike. Lakini kwa wakazi wa Kongoe, Toa Ngoma, kuna tawi jipya limefunguliwa pale Toa Ngoma kwa Sako. Unaweza kufika ukapata huduma nzuri kabisa weekend hii ambayo inaanza. J&R Mtita Unisex Saloon kwenye Instagram @officialgrmtita_unisex. Kwenye Facebook ni J&R Mtita Unisex Saloon. Karibu upendeze, fahari yetu ni kuona mteja wetu akipendeza. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali, garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.